Welcome back katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikaribisha sana katika episode yetu ya 80 ya Wanangu Podcast ambayo imejikita katika kuangazia kiatu kinachofahamika kama Nike Cortez, ambacho ni mali na ni bidhaa kutoka kwa kampuni inayofahamika kama Nike. Kwa nini nataka kuzungumzia kiatu hichi? Kwa sababu ni kiatu muhimu sana katika maendeleo ya Nike. Mwanzoni kabisa wakati Nike inajitafuta, hiki ndio kiatu ambacho kilianza kuonyesha ishara kwamba kampuni hii pengine ina jambo fulani la ziada. Lakini vile vile kiatu hiki baadaye kilikuja kuhusishwa na mambo ambayo sio mazuri sana katika jamii. Kwa hiyo tunataka tuangalie hii story ilikuwaje mpaka tukafikia huko. Lakini kabla tujaanza huko, kuna hiki kitabu kinaitwa Shoe Dog. Kama ukipata nafasi, ukipata wasaha wa kukisoma, ni kitabu kizuri sana. Kimeandikwa na Phil Knight, huyu jamaa ndo owner, huyu jamaa ndo founder wa kampuni ya Nike, na kuna story nyingi sana humu ambazo kama mjasiriamali au kama mtu ambaye una ndoto na unataka kufika mahali siku fulani, ni kitabu ambacho kinaweza kukupa maarifa mengi na pia kujua tu kwamba hata makampuni makubwa kama Nike yalianza kwa udogo sana na yalianza kwa kuforce baadhi ya vitu ili tu mambo yaweze kwenda, au sio? Lakini hiyo ni story ya siku nyingine. Leo tuko na Nike Cortez. Sasa huyu Phil Knight bwana, ambaye nimekuambia huyu ndo founder na ndo owner wa kampuni ya Nike, huyu jamaa alikuwa anasoma katika chuo kikuu cha Oregon, na alikuwa katika timu ya riadha. Alikuwa na mwalimu wake mmoja anaitwa Bill Bowerman, ambaye alikuwa very passionate kuhusu masuala ya riadha, na alikuwa ana ndoto sana ya kutengeneza kiatu ambacho kitakuwa very comfortable, ambacho kitamfanya mwanariadha aweze kukimbia, aweze kuperform vizuri katika mashindano, kwa sababu alikuwa anaamini kiatu ni tool moja muhimu sana, ni kifaa kimoja muhimu sana kwa mwanariadha ili aweze kuperform vizuri, kwa sababu kama kiatu kikiwa kibovu, yeye alikuwa anaamini kabisa mwanariadha hawezi kuperform vizuri. Na hivyo huyu jamaa alikuwa ni mtundu fulani hivi, kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kudesign vitu. Sasa bwana Phil Knight bwana alivyomaliza chuo, kwanza alimwomba babake kiasi fulani cha fedha, kazunguka huko duniani, akatembea nini. Lakini alikuwa na ndoto yake moja ya kuanzisha kiwanda au kampuni ya viatu. Hiyo ndoto alikuwa nayo tangu yuko shule. Kwa hiyo akafika kipindi akaforce akaenda Japani huko, akakutana na kampuni moja inaitwa Onitsuka Tiger, akaingia nao mkataba, akawa na distribute viatu vyao, anasambaza viatu vyao Marekani. Kiwanda kipo Japani bwana, basi anachukua anakuja kuuza huko Marekani. Ndio alivyoanza na ndio Nike ilivyoanza kwa kifupi. Lakini relationship yake yeye na mwalimu wake, yule kocha wake wa riadha, bado ilikuwa iko vizuri. Kwa hiyo na walikuwa wanajuana kabisa kwamba they care about e-sport ya riadha, lakini vile vile walikuwa wote wana interest za viatu. Kama vile nilikwambia huyu jamaa kocha wake Bill Bowerman alikuwa mtundu katika kudesign. Kwa hiyo siku moja akaja kudesign hiki kiatu ambacho baadaye ndio kilikuja kuwa sasa Nike Cortez. Namzungumzia Bill Bowerman ambaye ni kocha wa Phil Knight. Akaja kudesign hiki kiatu, wakawapelekea wale jamaa wa Onitsuka Tiger kule Japan, wakakipitisha. Basi mwaka 1972 kile kiatu kikaja katoka na kilifanya vizuri. Wanariadha wengi walikipenda kwa sababu kwa comfortable, kipo durable, na kilikuwa kinamfanya kweli mtu ajisikie vizuri anavyokimbia. Lakini pia watu wa kawaida wakawa wanakinunua, wanavaa mtaani, wengine kama katika mitoko tu ya kawaida ya mtaani. Wanariadha wengine wakawa wananunua. Ikiwa ni kiatu ambacho kimetoka na kimeitambulisha kampuni kwamba inafanya vizuri. Lakini baadaye ikatoka kuwa kampuni ile ambayo ilikuwa inashirikiana moja kwa moja na Onitsuka Tiger, ikaja kuwa Nike sasa. Mwaka huo 1972. Na wakaendelea kutoa na viatu vingine. The rest is history, na wote tunajua Nike imefanya vitu gani mpaka sasa hivi. Lakini tunafocus leo katika kiatu hiki cha Nike Cortez. Sasa katika kusambaa kilifika mahali fulani panaitwa Los Angeles. Hili ni jiji ambalo lipo katika jimbo California huko nchini Marekani. Na katika jiji ile, moja kati ya vitu ambavyo vinasifika sana especially kwa miaka hiyo, kuelekea miaka 80 90 huko, kulikuwa kuna hiyo inaita gang culture. Kuna huu utamaduni wa kuwa na magenge fulani ya wauni, na moja kati ya magenge hayo ambayo yalikuwa maarufu sana ni Bloods na Crips. Bloods
wenyewe wanavaa nguo nyekundu na Crips wanavaa nguo za blue. Sasa wewe ukijichanganya kama wewe ni Blood umevaa nguo zako nyekundu afu ukapita kwenye mitaa ya Crips, mzee, yani hiyo unaweza hata ukapoteza maisha. Ni kitu hatari sana. Kwa hiyo mitaa yao wanaijua na imegawanyika kutokana na hizo rangi. Na of course kuna magenge mengine, lakini hayo ndio yalikuwa makubwa zaidi. Sasa ilikuja kutokea katika kusambaa sana kwa hiki kiatu cha Nike Cortez, kikajikuta sasa kimefika hapo LA na kimeanza kuwa kama sehemu ya uniform, sehemu ya sare za haya makundi mawili. Kwa mfano kundi la Bloods unakuta wenyewe mara nyingi wanavaa, of course wote wanavaa zile mara nyingi ni Dickies au khakis fulani hivi ambazo zinanyoshwa, zinakuwa na upanga umenyoka kishenzi. Halafu wanaweza kujua kavaa labda white t-shirt kubwa kubwa hivi, au akavaa zile wana mashati yao fulani ya draft wanafunga tu hapa kifungo cha juu afu analiachia hivi, mabandana na nini, lakini chini walikuwa wanavaa sasa hiki kiatu cha Nike Cortez, ambao wale watu ambao ni Blood walikuwa wanavaa, kwa mfano kuna kile cheupe ambacho kina ile alama ya swoosh, ile tick nyekundu, kwa sababu ile nyekundu kwa akili zao wao au kwa ambavyo wao wenyewe waliamua kuitumia ilikuwa na represent Blood, lakini sio Nike. Nike wali design kiatu kama kuuza kwa kila mtu ambaye anataka kukitumia, lakini Blood wakatafsiri hivyo. Na wale watu wa Crips ambao wao wanavaa blue na wenyewe pia wakanunua kile cheupe ambacho kina ile swoosh, ile tick ya blue. Lakini pia vilikuwepo ambavyo ni full blue na vilikuwepo vingine ambavyo vina rangi nyingine. Kwa hiyo you get the picture kwamba wakavichukua hivi viatu vikawa kama sehemu ya sare zao ambazo zinawakilisha makundi au magenge ya kiuni ambao wao wanatokea. Sasa hiki ni kitu ambacho Nike hawakudesign kwa ajili ya kitu hicho kitokee. Ni moja ya hizo story ambazo tunazisikia mara nyingi na sio ngeni, kwamba mtu au kampuni inaweza ikaja na product fulani kwa lengo lingine kabisa, na baadaye hiyo product ikabadilishwa matumizi, ikatumika kwa matumizi mengine kabisa, sometimes hata matumizi mabaya. Umeona? Kwa hiyo ni story ambayo sio mpya. Kwa hiyo Nike pia ilipitia hiki kitu. Kwa hiyo ikajikuta kwamba hii Nike Cortez imekuwa sehemu ya uniform za hayo magenge makubwa mawili huko Los Angeles, ambayo kusema kweli picha yake sio nzuri katika jamii. Kwa ikasababisha sasa hata baadhi ya shule wakataza watoto kuvaa hizi Nike Cortez. Wazazi wengine wakawa na hofia kwamba wanaogopa hata kuwanunulia watoto wao, kwa sababu wanaona hii kiatu bwana vinaendana na wale wauni ambao wako kwenye magenge kule. Umeona? Ikawa imefikia huko. Lakini at the same time kwenye movies na nini, watu mastaa wa Hollywood pia walikuwa wanaonekana wanavaa. Kwa hiyo haikuwa tu negative all the way. Ukiangalia kwenye movies nyingine unakuta inaweza kaa imetokea tu kama katika sehemu ambayo huwezi ukasema kwamba hiki ni kitu negative. Umeona? Kwa hiyo sio kwamba tulikuwa kuna picha negative peke yake, huwa kuna picha nyingine ambazo ni positive ambazo zinatokea mahali kwingine. Kwa hiyo Nike yenyewe ikawa imetulia tu, lakini ilikuwa ina maintain kwamba lengo lao lilikuwa ni kutengeneza kiatu ambacho ni cha michezo, kwa sababu kama nilivyokuambia kiatu kilikuwa designed kwa ajili ya wanariadha, lakini baadaye yakaja kutokea haya yaliyotokea. Kwa hiyo ndio story fupi ya jinsi gani hiki kiatu cha Nike Cortez kilikuja kuwa maarufu sana, especially katika ukanda wa Los Angeles, na mpaka leo hii ninavyokuambia bado makundi hayo yanavaa hivi viatu kama sehemu ya uniform zao. Lakini hata watu ambao wamezaliwa LA huko Los Angeles au wamekulia huko Los Angeles bado wanahusudu sana kiatu hiki kama ni moja ya utambulisho wao. Nitakupa mfano. Kendrick Lamar mwaka 2018 kama sijakosea, aliingia mkataba na Nike na wakatoa kiatu kinaitwa hiki cha aina ya Nike Cortez, lakini ilikuwa ni special edition ya Kendrick Lamar. Nafikiri iko inaitwa Kung Fu Kenny kama sikosei. Na baadaye wakaja kuendelea kutoa viatu vingine katika style hii ya Nike Cortez. Lakini pia kuna mchora tattoo maarufu anaitwa Mr. Cartoon, pia naye alikuwa na mkataba na Nike, ambaye naye anatokea huko kwa LA, ambaye naye yuko sana kwenye hiyo culture ya hao jamaa Mexicans ambao wanapatikana huko LA. Na uvaaji wao na wenyewe unaona huo ni kama huo ambao nime udefine huo wa magenge. Unajua wanakula kaki zao whites na nini,
na hizo Nike Cortez na wenyewe pia aliingia mkataba na Nike, wakaja na product zao. Kwa hiyo unaona ni product ambayo imekuwa na impact sana duniani kote, lakini specifically katika hii sehemu inayofahamika kama Los Angeles imekuwa ni sehemu ya identity yao, ni sehemu ya utambulisho wao. Na ni kitu ambacho huwezi kukataa, kwa sababu wale jamaa sio kwamba wanaiba, wanaenda dukani wananunua. Na wewe kama kampuni kama Nike utakataje mtu ambaye ananunua viatu ambavyo umetengeneza ili watu wengi waweze kuvitumia? Kwa hiyo ni moja ya hivyo vitu ambavyo huwezi kuvizuia kusema kweli. Na hili jina Nike Cortez sio kwamba lilikuwepo tangia wakati mwanzo hicho kiatu kinakuwa designed. Mwanzo ilikuwa imepewa jina la Mexico kwa sababu walikuwa wamelenga ile Olympic ambayo ilikuwa inafanyika mwaka 1968 mjini Mexico. Kwa hiyo baadaye wakaona wakabadilisha hilo jina kutoka kwenye Mexico, wakaja wakataka kuita Nike Aztec. Lakini Adidas walikuwa na kiatu tayari ambacho kinafanana sana na jina kinaitwa something like Aztec or something like that. Kwa hiyo wakaona na Adidas wakaita shida kidogo ya kutaka kuwashtaki. Kwa hiyo hilo jina wakaachana nalo pia. Lakini kama unajua historia kidogo ya Mexico ni kwamba Aztec ilikuwa ni empire na wa Aztec walikuwepo kabisa. Na kulikuwa kuna Spanish mmoja ambaye ni conqueror anaitwa Hernan Cortez, ambaye ndio alichangia sana katika kushuka au kuanguka kwa empire ya Aztec. Kwa hiyo Nike walivyozunguliwa na Adidas kwamba hilo jina la kwetu sisi tayari tuna product ambayo ina jina kama hilo, akaona nyesi Aztec, basi sisi tutakuwa Cortez, ambaye ni yule mtu ambaye alifanyaje, aliangusha ile empire ya Aztec. Kwa hiyo ilikuwa ni jibu fulani la kibiashara kwamba kama nyinyi ni Aztec, basi sisi tutakuwa Cortez. Ndio mwanzo wa hilo jina la Nike Cortez kutokea, na the rest is history. Na ni moja kati ya kiatu ambacho kimeinua sana kampuni ya Nike kuweza kuaminika kwa kuproduce viatu ambavyo ni durable, lakini vile bei yake haikuwa kubwa sana. Kwa hiyo a lot of people walikuwa na uwezo wa kuvi-afford. So hiyo ndo story fupi bwana ya Nike Cortez. I hope you enjoy. So song of the week for this week inatoka kwake Stogie T, ambaye ametoa album last year inaitwa Anomy, na humo ndani bwana kuna nyimbo 12. Wimbo wa 12 unaitwa Four Horsemen. Humo ndani kuna watu 4 wazito. Wa kwanza ni Stogie T, wa pili kuna mjomba anaitwa Mags, wa tatu anaitwa Nasty C, na wa 4 anaitwa A-Reese. Kwa ambao wanafuatilia rap ya Afrika, specifically ya South Africa, wanajua kabisa kwamba A-Reese na Nasty C wana beef muda mrefu sana. Japo kwa beef lao nature yake ni ya kibiashara zaidi, sio beef ile kusema kweli watu wanachukiana kuuana labda nini, no. Ilianzishwa kibiashara na inaendelezwa, unaweza kaona kwa upande fulani kama kibiashara fulani. Kwa hiyo huu wimbo umekuwa na impact kubwa sana katika rap ya Afrika na duniani. Ukiangalia namba za Spotify huko zinatisha, ni kubwa sana, especially kwa wasanii wa hip hop ambao mara nyingi hawapati hizi numbers. Na ni wimbo mzuri sana wa hip hop, hizo verse 4 zote ni kali. Na naona watu wanachagua sana upande Nasty C, A-Reese, wengine Stogie, lakini kuna hii verse ya Mags naona kama watu wengi wanaichukulia poa sana. It's one of my favorite verses, yani kusema kweli. Ukisikiza rhyme schemes zile anavotamba nazo, yani sonically is one of, yani naweza kusema is my favorite verse sonically, yani katika kusikiliza sauti. Najua kiuandishi kina Stogie wamefanya mambo yao, kina A-Reese, kina Nasty C, lakini hii verse ya Mags naona wengi sana they sleep on it. So hiyo ndo song of the week kutoka kwa Stogie T akimshikisha Mags, A-Reese, Nasty C, au sio? Four Horsemen, bonge moja la ngoma. Go and enjoy, au sio? Vibe. Wakati naelekea kumalizia kabisa, umeona hii t-shirt nilovaa? Hii ni t-shirt ya Wanangu Podcast. Logo yako ipo kidogo tu hapo, imeandikwa Wanangu Podcast since 2024. So kama unajisikia kusupport Wanangu Podcast beyond just listening or watching to this to the content or to the episode that I'm providing to you, basi unaweza ukachangia $20 ukapata t-shirt yako. Unachagua rangi, unachagua size, mimi nitaweza kufanya yanayotakiwa kufanyika ili uweze kuipata, au sio? Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 80 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.